La kwanza niseme kwamba sisi watu wa nchi hii ni watu wa kumshukuru sana 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 Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuongozwa tukafikiwa na dini hii ya Kiislamu. Tena si kwamba kuja kijuujuu. Uislamu nchi hii umekuja miaka mingi. Tuna sifa huko duniani kwamba katika Afrika sisi tuna msikiti wa pili kwa ukongwe katika Afrika, umejengwa katika nchi hii. Hii maana yake ni kwamba Uislamu wetu sisi si wakuja wa kijuu juu, wa miaka mingi, wa siku nyingi, na ndio maana wa makuzi yetu, mila zetu, utamaduni wetu, utambulisho wetu umekuwa ni wa dini yetu au umeambatana na dini yetu ya Kiislamu. Sasa hili ni jambo la kulishukuru kweli, kwa sababu kuna wenzetu wakipata tatizo hawana cha kuwaongoza tena zaidi ya kila mmoja na msuli wake, kila mmoja na nguvu yake. Lakini sisi ni tofauti. Sasa hili tatizo letu ni moja tu, kwamba kuna wenzetu wengi na maisha haya ya kisasa wanapenda kama kwamba Uislamu tuuweke mbali na maisha yetu tuyaweke mbali, kama vile tunaambiwa kwamba haya ni ya dunia, una haya ni ya dini. Huu ni upotoshwaji mkubwa tunaofanyiwa na wengine. Tumeanza kuuigia, tumeanza kuufuata. Hii ni hasara kubwa sana. Tunasahau kwamba sisi kwa hii dini ilivyokuja ni shida kwanza kutofautisha inaanza wapi na ishia wapi, kwa sababu kwa dini yetu maisha yote ni sehemu ya dini, ni sehemu ya ibada. Dini ambayo imetufundisha ukenda msalani pia unaweza ukapata thawabu au usipate thawabu. Ile kwenda msalani si ndio jambo la mwisho dogo? Maana ukenda msalani ukasoma dua tuliyofundishwa, jamani, upate thawabu. Maana umefuata sunna tuliyofundishwa. Sasa hilo ni jambo dogo. Sasa maisha yetu yatakuwa wapi nje ya dini yetu, kama watu wengine wanavyotaka kwa maslaha yao tufanye hivyo? Mimi wanasema kwamba ukitaka kujua jinsi gani dini yetu ilivyokuwa ni sehemu hasa ya maisha yetu katika nchi hii, mimi nauchukulia mji wetu huu wa Chake Chake zote kwamba ni alama yetu, kwamba mji wa Chake Chake asili yake, historia yake umetokana na umekuwa kwa sababu kuna mtu aliweka ardhi yake wakfu, alikuwa hana uwezo, ende akajenge katika ardhi ile yake aliyoweka wakfu. Na tunaambiwa katika tarehe ya mji wa Chake Chake mpaka ilipofika mwaka 1904 una nyumba zaidi ya 206 zilizojengwa katika ardhi ya wakfu iliyowekwa mwaka 1850. Sasa hiyo ni kiwango cha kuonesha jinsi gani Uislamu ulivyo sehemu ya maisha yetu. Na mengine leo ukaenda mji mkongwe ule ndio mji wetu mkuu kwa Unguja, sehemu kubwa ya majengo yake ni majengo ya wakfu. Hata ofisi za serikali nyingi zilikaa au zilikuwemo, pengine nyingine mpaka leo zimo katika majengo ya wakfu. Tuna uwanja pale Unguja maarufu ule wa Mnazi Mmoja. Ni uwanja wa Mnazi Mmoja uliwekwa wakfu na jumuiya na wenzetu wa Shia Isnashri Jamaat 1899. Sasa wengine waliosahau labda walitaka kusahau hilo kwamba ule si wa serikali wala si wa ni wa watu
wote wamepewa kwa kupitia misingi iliyojengwa katika dini yetu. Sasa wengine wanataka hayo tuyasahau, wakwambie kwamba haya ni ya kidunia. Dunia inaishia wapi? Na wakati hii ni sehemu ya dunia. Sasa hiyo ni hasara, na mfano mzuri tu huu tunauona. Tumekumbushwa kesho kutwa tunaingia Ramadhani, lakini saumu haianzi na wewe kuacha kula. Saumu inaanza na ulipochuma ulichokivaa, ulipochuma unachokwenda kukila. Sala hii haianzi tulipoingia msikitini, au sivyo jamani? Sala inaanza tulipochuma tulichokivaa tukaja msikitini, tulichokila tukaja msikitini, na mengine, na ardhi ya huu msikiti, je, uhalali wake, busati ya udhulia liliyomo msikitini, uhalali wake, feni liliyomo msikitini, taa iliyomo msikitini, uhalali wake. Haianzi na kwa sisi kuingia msikitini. Kwa hivyo haya ndio naomba tuyakumbuke. Haiwezi kuwa kwamba tunaambiwa kwamba mtu aje atume chumo la haramu eti kwa kisingizio cha kwamba hayo yalikuwa ni ya kidunia, katuma lake la haramu, yeye avae ya haramu, ale ya haramu, halafu useme huyo anafunga au huyo anasala. Kibaya zaidi, ndugu zangu, mimi ninachosema kwamba sasa hivi tunaingizwa na sisi haya tuweze kuyahalalisha haya halaliki yalikuwa haramu, kama kigezo ni dini yetu. Maana kesho kutwa tutaanza, atakuja mtu tunamjua kwamba hili chumo ni la haramu, si ndio? Lakini atakuja tutamwomba zulia la msikitini. Sasa inaanza kuingia, kalianza yeye wa uasi wake na kutaka kutuaminisha kwamba na sisi tunaingia, tunasema haya hayana tatizo. Mimi naona hii ni hasara kubwa sana.